Kuna viashiria mbalimbali ambavyo unaweza kuviona kwenye maisha yako na ukaweza kubaini ikiwa nyota yako imeibiwa ama nyota yako imechafuka. Viashiria kama kuacha kupendwa na watu, kujikuta ukipoteza wateja kwenye biashara zako, kukabiliwa na bahati mbaya za kila wakati, kuwa mtu ambaye unachukiwa na watu bila sababu ya msingi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaashiria aidha nyota yako imeibiwa ama nyota yako imechafuka. Asilimia kubwa ya wanadamu wanapobaini nyota zao zimeibiwa ama nyota zao zimechafuka hukimbilia kwa waganga na wengine hukimbilia kwa watumishi wa Mungu ili wakafanyiwe ibada maalumu ya kuweza kurejesha nyota zao. Jambo ambalo hawalijui ni kuwa hata wao kuna vitu ambavyo wanaweza kuvifanya na wakaweza kurudisha nyota zao ama wakaweza kusafisha nyota zao, kwani mwanadamu ni kiumbe ambaye amepewa mamlaka yote na Mwenyezi Mungu. Yeye ni mtawala, hivyo anaweza kufanya chochote na kikaweza kutokea katika maisha yake. Hata kusafisha nyota unaweza ukafanya hivyo ukiwa nyumbani kwako. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni kwa namna gani unavyoweza kusafisha nyota yako kwa kutumia mshumaa, chumvi ya mawe ukiwa nyumbani kwako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani kusafisha ama kurudisha nyota zao ambazo zimeibiwa ukiwa nyumbani kwako, jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, kuwa na chumvi ya mawe. Kitu cha pili, hakikisha una maji ambayo umeyapata kwenye vyanzo vya asili, na maanisha maji ya baharini, maji ya visimani, kwenye mabwawa au maji ya mvua. Jambo jingine, hakikisha unakuwa na mshumaa. Kitu kingine, hakikisha una chombo cha glasi, yani chombo kinachoweza kupitisha mwanga. Kinaweza kikawa kikombe ama inaweza ikawa sahani, vyovyote upendavyo. Jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kuwa nalo katika wakati ambao unakwenda kuisafisha nyota yako ama kuirejesha nyota yako ambayo imeibiwa, hakikisha unakuwa na imani ya kweli katika moyo wako, kwani endapo utaenda kufanya zoezi hili moyoni mwako ukiwa na mashaka au mawazo yako yakiwa sehemu nyingine, inawezekana zoezi hili lisiende kufanikiwa, kwani tunahamasishwa kupitia vitabu mbalimbali vitakatifu kuwa ili Mwenyezi Mungu aweze kukujibu maombi yako, lazima moyo wako usiwe na mashaka, lazima uwe na imani ya kweli na lazima uamini kile ambacho unahitaji kiweze kutokea, kitakwenda kutokea. Endapo haujapata chumvi ya mawe, unaweza ukatumia chumvi ya bahari, na endapo umekosa vyote, pia unaweza ukatumia chumvi ya kawaida. Ingawa chumvi ya kawaida kuna wakati inaweza isiwe na nguvu kama ilivyokuwa kwa chumvi ya mawe ama chumvi ya bahari, kwani chumvi ya kawaida ambayo ni chumvi ambayo tunainunua madukani, yani chumvi ya mezani, hii ni chumvi ambayo huwa inakuwa imepitia michakato mbalimbali ya kitaalamu, jambo ambalo hupelekea nguvu ya chumvi hiyo iweze kupungua. Wakati mwingine chumvi hii inaweza ikaonesha matokeo kidogo ama matokeo ya chumvi hii yanaweza yakachelewa ukilinganisha na chumvi ambayo imevunwa moja kwa moja kutoka kwenye asili. Baada ya kuwa una vitu vyote hivyo ambavyo nimekuambia, hakikisha unafanya zoezi hili katika siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 usiku au hata baada ya hapo, si jambo baya, lakini sehemu ambayo unatakiwa kwenda kufanyia zoezi hili inatakiwa kuwa sehemu yenye utulivu wa hali ya juu,
unaweza ukafanyia chumbani kwako kama unapenda, ama unaweza ukafanyia ndani ya chumba ambacho hakina mwingiliano na watu wengine. Lengo ni kuhakikisha ubongo wako unakuwa na utulivu wa hali ya juu, wala masikio yako hayapokei sauti za ajabu, yani kwa mfano sauti za ndege au sauti za watu wengine kutoka nje. Jambo ambalo unatakiwa kulizingatia wakati unapoenda kufanya zoezi hili, hakikisha unakuwa wewe peke yako. Hatua inayofuata, chukua kikombe chako au sahani yako ambayo ni ya udongo inayopitisha mwanga, ijaze maji. Kisha chukua kijiko kimoja au vijiko viwili vya chumvi, weka ndani yake, kisha koroga ili chumvi iweze kuchanganyika vizuri na maji. Utakapokuwa unakoroga mchanganyiko wako wa chumvi na maji, ili chumvi iweze kudissolve kwenye maji, hakikisha unatamka maneno haya: naomba hii chumvi na maji yawe mwangaza wa kuondoa giza na vizingiti vyote juu ya nyota yangu. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Jambo la kuzingatia, unapotamka maneno hayo, unaweza ukatamka kwa sauti ya kawaida ama unaweza ukatamka kimoyomoyo kama upo katika sehemu ambayo unahisi watu wataweza kukusikia. Na kitu kingine cha msingi, hakikisha unapotamka maneno hayo, moyo wako unakuwa umejawa na imani, na ndani yako tazama ni kama nyota yako inakwenda kuwa safi. Yeyote aliyeiba nyota yako inakwenda kurudi, kwa sababu ikiwa utatamka maneno haya kwa imani, amini usiamini, kila kitu ambacho unatamani kitokee kitakwenda kutokea katika muda huo huo. Chumvi itakapokuwa imedissolve katika maji ambayo yapo kwenye glasi au sahani ambayo umetumia, chukua chombo chako kiweke mbele yako, kisha tamka tena maneno yafuatayo: kwa jina la nuru ya mwanga, naomba kila mzigo, kila kivuli, kila baraa ambalo limejificha juu ya nyota yangu liondoke. Naangaza, nateseka, lakini sasa najifungua kwa baraka za kweli. Yeyote ambaye ameichukua nyota yangu, basi ninairudisha nyota yangu muda huu. Haijalishi nyota yangu ilichukuliwa na nani na ilichukuliwa lini. Kwa sababu nyota yangu ni halali yangu, basi ninairudisha nyota yangu. Ikiwa nyota yangu imechafuka kwa namna yoyote, aidha kwa kutumiwa nguvu mbaya, basi ninaondoa nguvu zote mbaya ambazo zipo ndani yangu na ninaisafisha nyota yangu muda huu. Nyota yangu inaangaza kwa mara nyingine. Ninarudi tena katika hali yangu ya zamani, kwani nyota yangu ni halali yangu. Ninaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Utakapomaliza kutamka maneno hayo kwa imani, chukua maji kidogo kwa kidole chako, yapake katika paji la uso wako, na kisha chukua tena maji kidogo, yapake kwenye kiganja chako cha mkono wa kushoto, lakini pia paka maji mengine katika nyayo zako. Usiwashe taa kali wakati unapofanya zoezi hili, bali ikiwa taa ipo ndani mwako, hakikisha iwe ni taa ambayo haina mwanga mkali kiasi cha kuyaumiza macho yako. Na ni vema wakati unapofanya zoezi hili usiwashe taa kabisa, bali washa mshumaa katika chumba chako. Maana ya mshumaa una kawaida ya kuondoa nguvu mbaya katika sehemu yoyote. Mshumaa unaleta amani na utulivu wa kweli katika sehemu ambapo umewashwa, na ndio maana watu wanapofariki mishumaa huwashwa. Watu wanapotaka amani huwasha mishumaa, kwa sababu mshumaa unaashiria utulivu, amani na nguvu ya kiroho. Nguvu za giza haziendani na mshumaa. Utakapokuwa unafanya zoezi hili huku mbele yako umewasha mshumaa, amini usiamini, zoezi lako litakwenda kufanyika kwa uzuri kuliko ukilifanya zoezi hili katika mwanga ambao ni wa taa kali inayoumiza macho yako. Baada ya kufanya zoezi hilo, maji ambayo yamebaki kwenye chombo chako unaweza kwenda kuyamwaga nje, ama unaweza kwenda kuyamimina chini ya mti. Na wakati unapomimina maji hayo, tamka maneno haya kwa imani: na achilia mabaya yote yaliyoshikilia nyota yangu yarudi mavumbini. Utakapoweza kutamka maneno hayo kwa imani, basi ikiwa kuna mabaya ambayo yanazuia nyota yako kuangaza,
ama ikiwa nyota yako imechukuliwa na kutumiwa na watu wengine, nyota yako itarudi, na baada ya hapo utajikuta wewe ni mtu ambaye kama mambo yalikuwa hayaendi, yataanza kwenda tena. Kama ulikuwa umepoteza wateja katika biashara zako zitafunguka kwa mara nyingine. Utakuwa mtu ambaye unapendwa na kila mtu. Watu watakusikiliza kama ilivyokuwa zamani, kwani kibali chako kitakuwa kimerudi. Utakapofanya jambo hili kwa imani, kuna dalili ambazo unaweza kuziona na ukabaini kuwa nyota yako imerudi. Kwanza, unaweza kuona ndoto za ajabu au hata usingizi mzito. Ni dalili ya nyota yako imesafishika, yani uasilia wako umerudi. Lakini baadhi ya watu hupata amani, wito mpya au hata habari njema katika kipindi cha wiki ya kwanza tangu walipofanya zoezi hili. Na baadhi ya binadamu huwa wanajihisi kuwa wepesi, wanahisi ni kama kuna mzigo walikuwa nao na sasa wameutua. Utakapoweza kufanya jambo hilo, amini usiamini, mambo yote yatakwenda kuwa wazi katika maisha yako. Milango yote ambayo ilikuwa imejifunga kwa sababu ulikuwa umefungwa na nguvu za kichawi itakwenda kufunguliwa, kwani wachawi pia wanaweza kuifunga nyota yako ama kuiba nyota yako. Hakikisha unafanya zoezi hili kwa imani. Mimi kwa leo naomba niishie hapa na ninakutakia wakati mwema. Tukutane tena katika wakati ujao.